kuja dharau kama zile afu mtoto mdogo ujue. Hiyo mimi nikata kinoma. Yaani mtu analetaje mimi dharau, rafiki yangu analetaje dharau afu anaongea shiti kama zile. Sasa umalizane naye tu mwanangu. Mimi nilichokuwa nasubiria yeye Yes kasema anatimba. Yes akasema anatimba, mimi ndo nataka nimuonyeshe kweli sasa. Wewe muonyeshe, usimsubirie huyo. Hawezi kufanya vitu vya kibwege na ngoja nikwambie kitu. Ningoje nini sasa mtu kaleta dharau? Hakuna cha kungoja hapo, aamue tu. Unachotaka kufanya unafanya miemko. Na siku zote miemko hajawahi kuleta majibu. Majibu ya jambo lolote lile kubwa inatakiwa kwanza utulize moyo wako, utafakari, uangalie hatua ipi. Wewe mtu kanikosea kaleta dharau kabisa, ni kiishi ya kuimaliza. Una uwezo wa kutake action kwa haraka na ukafanya makubwa au ukafanya baya zaidi na ukapotea wewe. Na ndio maana tunasema hivi, unapopata jambo baya, inatakiwa kwanza urelax, uvute pumzi. Wapo relax unavyosema wewe. Tena anatakiwa atafute muda wa kutafakari mwenyewe, kuongea na ubongo wake kwa sababu unajua ndani yako kuna sauti. Wewe. Mwanangu na pikipiki upload. Sasa hivi. Mwanangu mimi? Tuaje. Relax Musa, relax. Mtoto yule amegongwa. Nisikilize, vuta pumzi. Mwanangu. Tulia kwanza. Ukichukua action utasababisha tatizo lingine. Sasa hiyo tunatakiwa nimpeleke hospitali. Hataki kuamua kwa haraka. Yaani kaka wewe hujui tatizo lilomkuta mtu unakaa kabisa unasema tulia, tafuta sehemu pata upepo, relax usichukue maamuzi ya haraka. Mtoto wako anakufa maamuzi ya haraka. Sehemu limetokea jambo hapo limalizane nalo.